ujumbe kutoka kwa muuguzi, akimwomba apange chumba cha mgonjwa. Akitambua uzito wa hali hiyo, haraka alirudi hospitalini. Ndani ya chumba alimkosa mgonjwa na jamaa wawili wakilia kwa sauti. Akifikiri mgonjwa alikuwa mgonjwa sana, Peo Namkyung alikuwa tayari kubadilisha bendeji mara moja ya mwisho, tu kugeuza na kumwona mgonjwa amesimama nyuma yake. Alikuwa amehamia chumba kingine. Peo Namkyung akiwa amezidiwa, alilia alipobadilisha bendeji. Akihofia mabaya zaidi, mgonjwa alimwomba radhi, akieleza kuwa ugonjwa wake mara nyingi huathiri hali yake ya hisia na hakufikiria hisia za Peo Namkyung. Peo Namkyung alidhibiti tabasamu lenye machozi. Wakati huo huo, Kim Sabi, mwanafunzi wa juu wa dawa, alibaki bila hisia na kama roboti. Alizungumza na wagonjwa kwa njia ya mantiki na busara, ambaye ilimkasirisha mgonjwa mmoja ambaye alimwambia wazi kuwa Kim Sabi hakuwa anafaa kuwa daktari. Daktari mkuu alimkosoa Kim Sabe na kumwomba amwombe radhi mgonjwa. Kim Sabe alijisikia mwenye kuumizwa sana na alikuwa na shaka kuhusu uwezo wake kuendelea katika dawa. Kwa bahati, Profesa Seo alimpa ushauri, akimhimiza Kim Sabe kuzingatia nguvu zake na kuepuka udhaifu wake. Jioni, Kim Sabe kwa mara nyingine alimkaribia mwanamke mjamzito, akichanganua kwa uzito afya yake na kumwonya kuwa anaweza kuwa na dalili za kifafa. Mwanamke hakumwamini na alipokuwa tu akigeuka kuondoka, alizimia kutokana na dalili hizo. Baada ya mwanamke kurudia fahamu, Kim Sabe alishirikisha azimio lake la kuwa daktari. Mwanamke kwa uficho aliomba radhi na kuonyesha matumaini kwamba Kim Sabe angeweza kusimamia ujauzito wake wa pili. Hata hivyo, Kim Sabe alishindwa kuelewa na akaendelea kuzungumza kwa istilahi za kimatibabu hadi mwanamke, kwa unyonge, alimkumbusha. Mwisho, Kim Sabe alitabasamu, akiomba msamaha na kutoa shukrani kwa mwanamke. Jail wakati huo alijisikia kupuuzwa na wakuu. Hospitali na wodi zenye shughuli nyingi zilionekana kutomhitaji. Jioni, wenzake walimpigia simu, wakimsihi arudi kwa sababu walimhitaji. Akiwa na furaha, Jail aliharakisha kurudi hospitalini, tu kugundua kuwa walimtaka arudi tu kujiunga nao katika kuripoti kwa wakuu. Hata hivyo, usiku huo, Myung kwa mshangao aliwaambia wakazi wanne kwamba hawakuhitaji tena kuripoti baada ya zamu zao. Bila wao kujua, mkuu Go Do-won alikuwa akifanya kazi kwa siri kupunguza mzigo wao. Siku ya Jumapili, Oh Hee-young ghafla alipendekeza matembezi ya nyama ya kuchoma na familia yake. Hata hivyo, shemeji yake, Go Do-won, alilazimika kutembelea hospitali bila kutarajia. Kama hangeweza kwenda, Oh Hee-young angesitisha matembezi. Baada ya kutunzwa naye mara kadhaa, Oh Hee-young alijenga hisia kwa ajili yake. Siku ya Jumatatu, Oh Hee-young alisafiri kwenda kazini katika gari la Go Do-won na kwa makusudi akizungumza kuhusu mapendekezo yake mbalimbali. Kinyume na Oh Hee-young mwenye hobi nyingi za kufurahisha, maisha ya Gu-won yalikuwa ya kawaida, yamejaa tu upasuaji na kuandika makala. Labda kwa sababu hii, Gu-won hakuweza kujizuia kumsifu Oh Hee-young, akimwita msichana mwenye furaha zaidi ambaye amewahi kuzungumza naye. Akitambua kuwa hivi ndivyo alivyoonekana machoni mwa shemeji yake, Oh Hee-young alihisi kuumizwa. Kazi ilipoanza, dhiki ya Oh Hee-young ilirudi. Kabla ya kuanza kazi, waliitwa kwa mkutano na afisa mkuu. Oh Hee-young kwa ujinga alidhani angeweza kupendekeza maboresho kwa madaktari wa kazi, kama marekebisho ya mshahara. Hata hivyo, kwenye mkutano, alitambua kuwa ilikuwa kikao cha kukosoa kilicholenga yeye wakati mkuu alisoma malalamiko kutoka kwa profesa kuhusu yeye, kama vile kupiga kelele na kutofika kwa wakati kwa upasuaji. Mkuu alitaja kasoro za madaktari wapya wanne. Wakati Oh Hee-young alihisi kuonewa, Dao Yuan alifika na kifungua kinywa na kugundua kikao hicho. Aliwakumbusha madaktari vijana kuepuka mikutano kama hiyo siku zijazo na kutoa msaada wa kihisia na moyo kwa madaktari wapya. Leo, Oh Hee-young alijifunza kutoka kwa profesa aliyekuwa akitibu mgonjwa kijana wa kike aliye na saratani ya mfuko wa uzazi. Profesa alimfahamisha kuwa mgonjwa anaweza kupoteza mfuko wa uzazi baada ya upasuaji. Licha ya habari hiyo, mgonjwa aliendelea kutabasamu na kuwa na matumaini, wakati mama yake, akiwa na wasiwasi, alilia mfululizo na alifarijika na binti yake anayeugua. Baada ya kazi, Gu Do-won alikuja kwenye chumba cha zamu kuwaalika madaktari kwa chakula. Lakini ni Oh Hee-young tu aliyekubali. Wakati wa chakula, kwani Gu Do-won alilazimika kutazama video ya upasuaji, alikula haraka na hakuzungumza sana na Oh Hee-young kabla ya kuweka chini vijiko vyake. Oh Hee-young alianza kulalamika, kwani alikuwa na matumaini ya jioni ya kimapenzi na shemeji yake. Gu Do-won aliomba radhi haraka, akionekana kutojua hisia zake. Baada ya kazi, profesa alimkemea Oh Hee-young kwa kuchelewesha upasuaji, ambao alihisi haukuwa wa haki kwani ucheleweshaji haukuwa kosa lake. Wakati huo, mama wa mgonjwa alikuja akitafuta msaada wa Oh Hee-young kuangalia binti yake wodi.
Hata hivyo, binti alikuwa salama. Mama alikuwa ameingilia kati tu kusaidia Oh Hyung kuepuka kukaripiwa na profesa. Mama, akimwona Oh Hyung ana umri unaofanana na binti yake, alimwonea wivu kwa kuweza kufanya makosa na kukua wakati wa miaka bora ya maisha yake. Alitamani binti yake angekuwa na nafasi ya kukua akiwa na afya. Mama aliathiriwa na ujasiri wa binti yake na aliamua kubaki na matumaini na kuacha kulia. Siku ya upasuaji, binti alifariji mama yake kama kawaida, na mama, kama alivyoahidi, alijaribu sana kuzuia machozi mbele ya binti yake. Hata hivyo, wakiwa peke yao kwenye chumba cha upasuaji na akigusa meza ya upasuaji baridi, binti alitoa machozi. Hakuwa jasiri au mwenye nguvu kama alivyoonekana. Matumaini na ujasiri wake yote yalikuwa kwa ajili ya mama yake. Akiona machozi ya binti, Oh Hyung alimpigia simu daktari mkuu wa upasuaji kuchelewesha upasuaji, akitoa udhuru kupitia simu. Hata ingawa alipata kukaripiwa tena na profesa, alikubali kwa hiari. Kwa bahati nzuri, upasuaji ulifanikiwa na mfuko wa uzazi wa binti uliokolewa. Oh Hyung mara moja alienda kwenye ukumbi kuwajulisha wazazi wa mgonjwa habari njema. Mama, akisikia binti yake alikuwa salama, alilia machozi ya furaha, na Oh Hyung, akishuhudia tukio hilo, pia alitokwa na machozi mbele ya familia. Siku hiyo, mtu alikimbilia hospitalini baada ya kusikia kuwa binti yake alikuwa amezimia. Hata hivyo, wakati wa uchunguzi, aligundua kuwa binti yake hakuwa mgonjwa bali alikuwa ameficha ujauzito wake. Akishangazwa, alimkemea binti yake, ambaye alikuwa ameanza chuo kikuu, akiwa na wasiwasi juu ya jinsi hii inaweza kuathiri siku zake za usoni. Kwa bahati mbaya, ujauzito ulikuwa umekwenda mbali sana, na mtoto angelazimika kuzaliwa. Ni baada ya binti kujifungua ndipo mpenzi wake alifika kwa haraka. Mtu huyo alimkemea mpenzi huyo kwa hasira kwa kutokuwa na busara. Kim Sabe aliona alama ya kofi kwenye uso wa mvulana huyo. Mpenzi alieleza kuwa alitaka kuja na mama yake, lakini alikataa. Alimtazama mtoto mchanga kwa wasiwasi juu ya hali ya mpenzi wake baada ya kujifungua. Akiona tabia ya kujitoa ya mpenzi huyo, mtu huyo alianza kutulia kidogo. Usiku, akiangalia maisha mapya ambayo yalikuwa yamezaliwa, mtu huyo alitabasamu. Kim Sabe alimpongeza, akisema kuwa angalau mpenzi wa binti alikuwa mvulana mzuri. Hata hivyo, mtu huyo alihisi huzuni kidogo. Wakati kuzaliwa kulikuwa sherehe ya furaha kwake, mtoto huyu alionekana kama malaika ambaye anaweza kuchelewesha maisha ya binti yake. Kim Sabe alichukua vitu ambavyo mtu huyo alikuwa ametupa kwenye jalala na kuvikabidhi kwa mwanamke kijana. Ndani kulikuwa na zawadi ya baada ya kujifungua na ujumbe kutoka kwa baba yake, akielezea matumaini yake kwamba angemgeukia kwa chochote alichohitaji. Akisoma maneno ya dhati ya baba yake, machozi yalitiririka usoni mwa mwanamke kijana huyo. Kim Sabe alitabasamu kwa kujua, akiamini kuwa mwanamke kijana huyo hakika angepokea upendo kutoka kwa baba yake na mpenzi wake. Siku ambayo idara ya uzazi na magonjwa ya wanawake ilichukua picha yao ya kila mwaka ya kikundi, Go Do-won alisimama karibu na Oh Hyung. Kamwe hakutarajia kuwa wakati wa kamera kupiga picha, Oh Hyung angeshika mkono wake kimya kimya. Kuanzia siku hiyo, Oh Hyung hakuweza tena kuficha hisia zake kwa Go Do-won. Wakati dada yake alikuja kumwona Oh Hyung, alitaja kuwa mume wake alipanga kumtambulisha Go Do-won kwa mfanyakazi wa kike kutoka kampuni yake. Hata hivyo, kulingana na dada yake, Dao Yuan alikuwa amekataa pango hilo la kuunganishwa. Dada alikuwa na wasiwasi juu ya maisha ya kimapenzi ya Go Do-won na aliuliza na Oh Hyung kama alikuwa na mapenzi yoyote hospitalini. Kulingana na Oh Hyung, Go Do-won hakuwa akiwa na uhusiano na mtu yeyote ndani ya hospitali. Ingawa hakukiri hisia zake kwa shemeji yake kwa dada yake, hivi karibuni alikuwa akimfuatilia kwa uthabiti. Alimwambia kuwa hakuwa na kifungua kinywa ili kupokea vipande vichache vya mkate ambavyo alimpitisha. Licha ya hayo, Go Do-won alibaki mpole kwa Oh Hyung. Alifanya kazi kama msaidizi wa upasuaji wa Profesa Seo, akiwa na Go Do-won pia kama sehemu ya timu ya upasuaji. Baada ya kupoteza data ya utafiti, Oh Hyung alikemewa vikali na profesa. Aliamua kukumbuka masomo ya profesa, lakini Go Do-won alimshawishi kusahau kukaripiwa na kulenga upasuaji uliopo. Oh Hyung alikubali kwa kichwa, lakini wakati wa mchakato, kwa bahati mbaya alikata mkono wa Go Do-won kwa kisu cha upasuaji. Kwa bahati nzuri, Profesa Seo alikamilisha upasuaji kwa utulivu na urahisi. Akijihisi na hatia, Oh Hyung aliomba radhi akiwa na kichwa chini. Dao Yuan alimhakikishia kwa upole asiwe na wasiwasi, kwani matukio kama hayo hayakuwa yasiyo ya kawaida kwenye chumba cha upasuaji. Hata hivyo, Oh Hyung alisisitiza kuona mkono wake, lakini Go Do-won aliuondoa kana kwamba alikuwa akimwepuka. Wakati huo, kesi ya dharura ilifika hospitalini, mwanamke mjamzito aliyekuwa na uambukizo wa chorioamnionitis.
Kijusi wa wiki 20 hakuweza tena kuokolewa. Mwanamke akiwa na moyo uliovunjika, alikuwa amepitia hasara kama hiyo hapo awali. Aliwaomba madaktari wamruhusu mtoto kubaki ndani yake kwa siku moja zaidi, akitaka kuwa mama kwa siku moja tu zaidi. Profesa Sayo hakuweza kukubali, kwani kila siku zaidi iliongeza hatari kwa mama. Profesa Seo alielezea mazingira kwa faragha kwa mume. Akizingatia usalama wa mke, upasuaji ulihitajika kufanywa haraka iwezekanavyo. Mume alikubali, akiwa na wasiwasi wa kumpoteza mtoto, lakini hakutaka kuona mke wake akizorota au kubeba hatia kwa mtoto ambaye hajazaliwa. Upasuaji ulikwenda vizuri na kijusi cha wiki 20 kiliondolewa. Oh Hyung alikishika kwa uangalifu mtoto huyo ambaye hajakuwa kikamilifu, na kisha alipewa jukumu la kukagua matatizo yoyote ya moyo katika kijusi. Akiona moyo wa kijusi bado unapiga, Oh Hyung alihisi wasiwasi mkubwa na kumwambia Profesa Seo kwamba hangeweza kufanya uchunguzi. Profesa alimkumbusha kuweka kando hisia zake binafsi na kuipa kipaumbele uamuzi wa mama. Oh Hyung alitikisa kichwa kwa utii, lakini bado alipambana kuendelea. Kwa bahati nzuri, Gudo-wan alimfariji mbele yake. Oh Hyung alianza taratibu kushirikisha uzoefu wake wa zamani. Alikuwa amekutana na mama huyo mjamzito hapo awali katika hospitali nyingine na kushuhudia mapambano na maumivu yake baada ya kupoteza mtoto. Gudo-wan alionyesha kwa mikono yake, akieleza kuwa kijusi cha wiki 20 tayari kinafanana na mtoto mzima wenye pumzi na mapigo ya moyo, na kwa kawaida ni vigumu kuachana nacho. Lakini nini kinaweza kufanyika? Madaktari kamwe hawawezi kuamua hatima ya maisha. Wanaweza tu kujitahidi kusaidia mama na mtoto, ambayo ni wajibu na lengo lao hospitalini. Maneno ya Gudo-wan yalimsaidia Oh Hyung kuachilia wasiwasi wake. Akikishika kijusi cha wiki 20, alitembea polepole kuelekea chumba cha upasuaji ambapo Kim Sabe angemjumuika kwa uchunguzi. Kwa kweli, kabla ya uchunguzi, kulikuwa na matatizo fulani kati ya Oh Hyung na Kim Sabe. Profesa Seo alipanga kuandika makala na kutafuta msaidizi kutoka miongoni mwa madaktari wapya 4 wanaokaa. Ikiwa angefanikiwa, msaidizi angepata nafasi ya kusafiri nje ya nchi kwa mkutano pamoja naye. Baada ya kusikia hili, wafanyakazi wenzake wote isipokuwa Oh Hyung, ambaye alikuwa akicheza na biskuti kwa kutoangalia wakati wa mkutano, waliinua mikono yao kujitolea. Akiona hivi, Profesa Seo alimchagua Oh Hyung kama msaidizi wake. Oh Hyung, asiyetaka nafasi hiyo lakini akijisikia hawezi kukataa, alikubali kwa kusita. Baadaye, Kim Sabe alikuwa na hasira kwa sababu yeye na wengine kwa bahati mbaya walikuwa wameona ujumbe wa mazungumzo kati ya Oh Hyung na dada yake, ikionyesha kuwa Oh Hyung alikuwa akifikiria kujiuzulu. Kim Sabe hakuweza kuelewa kwa nini kazi hiyo ilipewa mtu ambaye hakutaka kuendelea kufanya kazi. Kwa hasira, Kim Sabe alifanya formatia faili katika kompyuta ya Oh Hyung na kusababisha kupotea kwa data ya utafiti ambayo Profesa Seo alikuwa amemkabidhi Oh Hyung na kumfanya akaripiwi vikali. Kim Sabe, akifurahia kwa siri, alikuwa na uhakika kwamba profesa sasa angemchagua kuchukua nafasi ya Oh Hyung kama msaidizi wake wa upasuaji na makala. Kinyume na matarajio, profesa aliomba Oh Hyung amsaidie katika upasuaji wote ujao. Kim Sabe alihisi wasiwasi juu ya hili. Wakati Oh Hyung alikuwa mbali wakati wa chakula cha mchana, Profesa Seo aliacha dokezo kumkumbusha kutuma data fulani kwake jioni hiyo. Baada ya kusita kwa muda mfupi, Kim Sabe alidondosha dokezo hilo chini. Baadaye, akijisikia na hatia, Kim Sabe alijaribu kuiga mwandiko wa profesa ili kurudisha dokezo kwa Oh Hyung. Hata hivyo, Oh Hyung alisema alikuwa tayari ametuma data inayohitajika kwa profesa. Kim Sabe alishangazwa, lakini hivi karibuni alitambua kuwa Oh Hyung angeweza kuwa amemwona akitupa dokezo. Kwa kweli, Oh Hyung alikuwa ameshuhudia Kim Sabe akidondosha dokezo. Akiwa na aibu, Kim Sabe hakuweza kumkabili Oh Hyung, ambaye alijisingizia kutojua chochote na kudai alimwona mtu mwingine akichukua na kurudisha dokezo, bila kutaja jina la Kim Sabe. Zaidi ya hayo, Oh Hyung aliinua suala la kijusi cha wiki 20, akitumaini kuwa Kim Sabe, mwanafunzi bora wa tiba, angeweza kumsaidia. Akitambua nia njema ya Oh Hyung, Kim Sabe mara moja alikubali kusaidia. Kabla ya uchunguzi, Oh Hyung hakuwa na amani. Kwa hivyo Kim Sabe aliongoza maombi kwa kijusi, akiamini kingekwenda mahali pazuri zaidi. Oh Hyung alihisi kufarijika na kuanza uchunguzi wa kijusi pamoja na Kim Sabe. Kabla ya kuondoka kazini, Kim Sabe alimwomba msamaha Oh Hyung, ambaye alikataa jambo hilo kwa kawaida. Wakati huo huo, Jae-il alikuja kuwaalika wote kwa chakula cha jioni, na wakati huu hakuna aliyekataa. Oh Hyung alirudi kwenye kabati lake kuchukua kitu alichokuwa amekiacha, na kuona picha ya furaha ya kikundi cha watu wa idara ya uzazi na magonjwa ya wanawake tayari imewekwa ndani ya kabati lake.